Sehemu ya 4 inaendelea. Sehemu ya 4 inaendelea. Inasema 5. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Mbona sasa Wasabato hawaishi kwenye Torati? Yaani ndio yale unauliza swali wanakuja kujibu kwenye Agano Jipya. Tangu lini kitabu cha Musa ukaenda kujibu kwenye kitabu cha Agano Jipya? Kitabu cha Musa sheria zake ambazo zimenyooka, zimenyongeza, ziko kabisa wazi, afanyaye hii hukumu yake na hii, ukaenda kujitetea kwenye Agano Jipya. Kwa Torati imevunjika, haifanyi kazi, yani 100%. Wangapi wanaamini kabisa kwamba Torati imevunjika kwa sababu haifanyi kazi? Dunia tulionayo leo haifanyi kazi yoyote Torati. Sheria haifanyi kazi. Haya. Tuangalie Galatia 3. Galatia 3:8 inasema, na andiko kwa vile ilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani iliyomhubirio Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Ibrahimu alikuwepo kabla ya Torati. Ibrahimu alikuwepo kabla ya Torati. Msijitetee kwenye Sabato. Sabato. Sasa Sabato tu ndio mkiona ndio cha muhimu pale. Tutaiangalia nayo Sabato pia. Msijitetee kwenye Sabato jamani. Na tutaangalia Wasabato wanavunja vitu vyote. Hakuna wanachokitimiza hata hichi. Hata kimoja. Hakuna msabato yote duniani anatimiza andiko lolote kwenye Agano la Kale. Wao ni wanafiki. Kama Yesu alivyothibitisha kwamba Wayahudi waliokuwa wanafuata vitabu vya Musa ni wanafiki. Nao pia ni wanafiki, na mimi pia nazithibitisha ni wanafiki. Tuangalie 9. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio matendo ya sheria, wale wote wanaoifuata sheria, wale wote wanaochukua andiko lote kwenye sheria. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria, katika Torati. Yeyote anayefuata Torati hatahesabiwa haki, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani. Torati sio imani. Torati haikuja kwa imani. Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo wataishi katika hayo. Sasa ni Msabato yupi anaishi kwa Torati jamani? Anataka ulizwe swali kwenye Torati ajitetee kwenye Agano Jipya. Vitu vya ajabu sana. Vitu vya ajabu sana. Maandiko mengi kwenye Torati yamevunjwa na Wasabato. Wasabato wanafanya neno la Mungu katika dini ya Kiyahudi lisionekane la maana. Dini ya Kiyahudi iko sahihi. Dini ya Kiyahudi haijavunjika, ipo, inaendelea kufanya kazi mpaka leo. Lakini kwa anayeshika Torati si mtu wa mataifa. Mtu wa mataifa Torati sio sehemu yake. Sehemu nyingine, huyu Lobi nani huyu mwingine anaitwa Lobi Maskirizi. Lobi ni Maskirizi. Huyu hapa Lobi ni Maskirizi. Ananiambia sheria za Musa ndio zimekataza kulala na mama yako, kulala na mnyama. Agano Jipya halijakataza. Sasa je, ni halali kulala na mama yako au kufanya ngono na mbwa? Kisa ni makatazo ya agano lililofutwa. Hivi maelezo hiki kitu. Huyu Msabato anauliza hivi, huyu Lobi ni Maskirizi, huyu Msabato. Sheria ya Musa ndiyo inayokataa mtu kulala na mama yake. Sheria ya Musa ndio inayokataa mtu kulala na mbwa. Sheria ya Musa ndio inayokataa mtu kulala na mwanaume kama lalavyo na nani? Na mwanamke. Swali linakuja. Tuangalie sasa hiki alichokitoa. Haya Lobi, tunakujibu kwenye Torati unayoisema wewe unaifuata. Alafu tukuulize maswali. Lobi na Wasabato wote wanaofuata sheria hizi. Maana mara nyingi wanasemaga, ukimuuliza mswali Msabato yoyote anakuambia, kwani Torati, kwani nyewe huko kanisani kwenu mnafundisha watu wazini? Kwani nyewe kanisani kwenu mnafundisha mtu avunje amri za Mungu? Kwani nyinyi kanisani kwenu mnafundisha watu waibe? Kwani nyinyi kanisani kwenu mnafundisha watu wao wagomvi? Jamani. Hivi tu mimi huwa nasumiaga neno moja kwamba mafundisho ya Sabato yapo na sheria zake zinafuatwa. Sheria zetu sisi kama Wakristo katika Yesu Kristo, na sisi pia tuna sheria zetu zimetuambia
Kwani tuwaulize hawa wa Sabato, hizo sheria zilizoandikwa usilale na mnyama wanazifuata kwenye Torati? Wasizini wanazifanya? Haya, hizo sheria kwenye Agano Jipya kwamba ubake zipo, uue zipo? Hazipo. Eti zipo? Hazipo. Usizini? Hazipo. Usilawiti? Hazipo. Mbona zipo? Sasa kama zipo nitaziachaje zile niende kwenye Torati ambayo ni ngumu? Ugumu wake uko wapi? Huu hapa, ngoja tuzisome. Tuanzie kwenye kitabu cha Kutoka. Majibu ya Robin. Robin, naomba usikilize vizuri huu ujumbe. Tena nitakutumia kwamba ujumbe kwenye sehemu ya 5 nimekutumia. Uangalie. Kwenye Kutoka 22:19 inasema, mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti atauawa. Sharti atafanyaje? Atauawa. Mambo ya Walawi. Na mtu alalaye ndani ya nyumba hiyo Walawi tuangalie. Aya, tunaendelea majibu ya Robin. Inasema Kutoka 21:12 inaendelea, mtu awaye yote ampigaye mtu hata akafa hana budi atauawa. Torati hiyo. Kutoka inasema, Kutoka 21:15, ampigaye baba yake au mama yake sharti yake atauawa. Hii 21 yote, Kutoka 21 yote ni kuua. Haya, yeye amlipizaye baba yake au mama yake sharti yake atauawa. Sawa? Inaendelea, yani kuuawa tu. Hii 21 yote ni kuua tu. Ukija kwenye 22:19, mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti yake atauawa. Inaendelea kuuawa tu, itaendelea. Inasema, basi mtaishika hiyo Sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayetia unajisi hakika yake atauawa. Hadi Sabato mtu akivunja akafanya kazi yoyote katika siku hiyo, sharti yake atauawa. Jamani, tuendelee kipande kingine kwanza, maana utamu unazidi kunoga.